Leo katika eneo la Ndunyunjeru, kaunti ya Nyandarua, kufuatia kifo cha washukiwa watatu kati ya wanne waliokuwa katika seli za polisi za Ndunyunjeru baada ya kituo hicho kuchomwa na wakazi waliokwerwa. Susan Locho na taarifa hiyo kikamilifu. Kikao cha dharura kimeandaliwa katika eneo la Ndunyunjeru, kaunti ya Nyandarua, kufuatia vifo vya washukiwa watatu kati ya wanne waliokuwa kwenye seli za polisi baada ya kituo hicho kuchomwa na wakazi waliokuwa na hasira. Washukiwa hao walikuwa wamehusishwa na kisa cha wizi wa mifugo, suala lililosababisha hasira miongoni mwa wakazi, kwani walidai kuwa maafisa wa polisi walihusika katika kuficha ukweli. Sasa watu walijua kuna watu wameshikwa hapa na watu wengi wameimbiwa ng'ombe, walikuja hapa kwa fujo. Na walikuwa wanataka kuona wezi wa ng'ombe, juu walishindangwa ni kila nani wanaiba hizo ng'ombe. Akizungumza katika kikao, kamanda wa polisi Stella Cherono ametoa wito kwa umma kuwa na subira wanapotoa malalamiko dhidi ya maafisa wa polisi, akiahidi kushughulikia swala hilo kwa haki. Tafadhali tujenge uhusiano wetu. Na kama kuna maswali ama kama kuna kitu ambaye unaona ambaye si nzuri, tunakaa chini na tuseme hapa kuna shida, si ndio? Mshukiwa mmoja amenusurika, ila hali yake ni mahututi na amelazwa hospitalini. Katika vurugu hizo, polisi walimpiga risasi mwendesha pikipiki mmoja kwa jina la Evans Njoroge, ambaye kwa sasa yuko hospitalini na hali yake imeripotiwa kuwa dhabiti. Wakati walivyatua marisasi, ndio sasa mmoja wao huko wa bodaboda alipigwa risasi. Sova kwa hospitali kule North Kinango Hospital, anaendelea na matibabu. Katika maandamano hayo ya usiku wa jana Alhamisi, sehemu kuu ya kituo cha polisi, afisi ya uhalifu na afisi ya chifu ziliteketezwa na wananchi wenye hasira. Aidha, Cherono amewataka wananchi kuwa na utulivu wanaposhughulikia malalamiko yao dhidi ya polisi. Susan Locho, TV 47.